mfano, hivi kweli mnashindwa kujua watu waliandamana kwa ajili ya nini? Mnashindwa kweli kujua? Mnashindwa kurudisha akili zenu zikubali tu kwamba watu waliandamana kwa sababu ndugu zao walitekwa, kwa sababu ya rushwa na ubadhirifu wa magesi, tunauziwa bei, mavitu kupanda bei, uje si ndo bandari kuwekwa kwa wawekezaji, mnaenda mnakopa, mkisha kopa mnakuja mnatuambia tutalipa sisi. Huku kazi ngumu mno, mna kazi ngumu mno, kwa sababu mwisho wa yote hatujadili sisi kuvuta bangi, hatujadili sisi kuibia watu. Hatupo hapa kuibia watu, kwa sababu makanisa mengine inawezekana kuwapa watu si mafuta, kuwauzia keki, kufanyaje, kuwapiga sadaka, kwambia mtabarikiwa na Mungu, mtavipata kwa mbinguni, si mtavipata. Inawezekana wenyewe ndo wanadili nayo, lakini sisi hatudili na kuibia watu. Sisi tunadili na kutaka haki, kwa sababu mwisho wa yote maana na sababu ya kuabudu ilikuwa ni sisi watu wa Mungu kuwa sababu ya kuonya juu ya mabaya yanayoendelea katikati ya jamii. Mnateka watu, wakina Mfani Polepole, wakina Mdude Nyagali, wakina Deus Soka, mpaka leo wajulikani walipo. Alafu mnakuja mnasema jeshi la intelijensia si kubwa, na nikaja nikaona jeshi la wananchi lenyewe linajitoa. Sasa hatutakubaliana masuala ya utekaji. Watu washatekwa ndio wanasema hatutakubaliana. Ni upumbavu. Kulingana na taarifa alizozitoa Mbarikiwa Mwakipesile kwenye mitandao ya kijamii ambazo anazungumzia kuhusiana na mama yake kufariki na polisi kwenda ambapo ni nyumbani kwa mzee Mbarikiwa Mwakipesile, kwenda wakiwa wanahoji yule aliyeweza kumpa taarifa mzee Mbarikiwa Mwakipesile kuhusiana na kifo cha mama yake. Sasa mimi nataka nizungumze hivi kulingana na taarifa alizoweza kuzitoa mzee Mbarikiwa Mwakipesile. Nisemacho mimi ni hiki kwamba ni vyema serikali ingetambua au mngejua kwamba kudili na watu wa Mungu kabisa, kudili nao moja kwa moja kwa namna fulani ya kutafuta aidha kuwazima, kwa sababu kwa mimi ninavyojaribu kuangalia, yaweza ikawa huu ni mpango madhubuti kabisa kulingana na anayefanya mzee Mbarikiwa Mwakipesile kwenye mitandao. Inawezekana kama ni mpango wa kutafuta kuwazuru walio karibu au ndugu zake na mzee Mbarikiwa Mwakipesile. Ikiwezekana atakapokuwa amerudi kuja kushughulika na ndugu zake ndani ya nchi, ndipo ziweze kuchukuliwa hatua aidha za kumzuru yeye moja kwa moja kulingana na tafakari zangu, lakini pia Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu hunishuhudia hivyo kwamba huenda ikani njia ya kutafuta kwamba atakaporudi kuja kujali au kuja kudili na changamoto za ndugu zake au watu wake zinazowapata ndani ya nchi ya Tanzania, hapo basi serikali iweze kumtia hatiani. Sasa mimi nisemacho ni hiki: kudili na kanisa au watu wa Mungu kweli kweli, na mkamna dili nao kutafuta namna yote hawa tuwazime. Mimi nahisi mtakuwa mna kazi ngumu sana, kwa sababu chunguzeni vizazi na vizazi, ulizeni kwa manabii, si kwa wachungaji ambao wenyewe kwa sehemu inawezekana huwa mnajamiana nao na huwa mnaenda hata kwenye ibada zao. Waulizeni waliowahi kujaribu kudili na watu wa kanisa. Naposema kanisa sina maana wowote, na maanisha watu wa haki, watu wa Mungu kabisa, yani wale wa kwenye wanaotokana na Biblia kabisa. Achana wengine ambao wanakuwa ni wauni, watanywa viduku, watazini, watalewa, wataishi tu, watajichanganya kwenye mambo mengi. Mimi nazungumzia wale watu wa Mungu kabisa ambao hawana hila yoyote, ambao hata ukiwachunguza hawatokani na chama chochote cha siasa. Wao wanatokana na itikadi ya kimungu tu. Ulizeni vizazi vyote, ulizeni kwa au mitume mnaoita, si wao manabii mnaoita, ulizeni kipindi cha Nebukadneza, ulizeni kipindi cha Farao, ulizeni kipindi cha kina Herode. Walijaribu kudili kuangamiza watu kama hao, walishindwa kuangamiza. Na hata sasa nathubutu kusema hamtaweza. Naweza pengine kwa namna ambavyo waga mnafuatilia wa system wa ndani, waga mnafuatilia. Naishi kuna siku moja niwahi kukutana na ndugu mmoja, akaniambia hivi, nyinyi mumelishwa nini? Mbona muna misimamo hivi? Mbona mbadiliki? Mbona sio waoga? Mbona mtishiki? Mimi nachoweza kusema ni kwamba kudili na mtu ambaye anajua anachokifanya ni haki, kumuondoa kwenye reli, kumuondoa kwenye uelekeo ni vigumu sana.
Afadhali ingekuwa labda ni watu ambao kama wa vyama ambao labda inawezekana wakanatunga hila, watavuta bangi, watahamasishana kwenda kupiga watu, watahamasishana hata kwenda kuiba, watahamasishana kwenda kufanya vurugu. Lakini watu ambao wanahamasishana juu ya mambo mema, juu ya kusimama na haki, kuwarudisha nyuma, kuwatisha kwa namna yote, hamtaweza. Ulizeni waliowatangulia. Ulizeni wakina Herodi, ulizeni waliowatangulia, waliojaribu kulifuta kanisa lisiwepo kwenye uso wa dunia. Kwa namna yoyote walishindwa, na hamtaweza hata nyinyi wenyewe. Jaribio mnaolifanya ni gumu mno. Kwa nini wasomea hapa maandiko haya? Sikia katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 38, kwa sababu ya muda asema, basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamuwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapingana na Mungu, msije mkaonekana mnapambana na Mungu ikiwa shauri hili ni la wanadamu, kwa sababu mkubali mkatae. Yako makanisa mmejaribu kudili nayo, mumehangaika nayo, na uweza mumeona kwamba mlipojaribu kudili na wachungaji wake, kuwaangusha wachungaji wake, hamkuona kizazi cha huyo mchungaji kikiwa shida kwenye hiyo, au kwenye wakati huo mlipokuwa mmedili labda na mchungaji huyo na askofu huyo, wedha mlivyotudili naye mkafunga au mkamfunga au mkamtia gerezani au mkafanya chochote, wedha baada ya hapo hamkuona kizazi chake, picha yake ikiwa na yenyewe ni tishio kwenye hiyo jamii. Sasa mimi nawaonya askari, nawaonya na mnaojiita wenye nchi, mnaojiita marais, nawaonya kwa upumbavu wote mnaofanya, msije mkadhani mtaweza kuifisha kazi ya Mungu. Hiyo ni kitu isiyowezekana. Hata hiki kinachosemekana si ni mnavyokuwa mnavifanya ambavyo mtavifanya, si ndio vya tume, si ndio vya nini? Kwa sababu mwisho wa yote, hata tukiangalia mzee Mbarikiwa Mwakipesile au hata mimi mwenyewe au mtu yoyote ambaye ndio mtu wa Mungu kabisa, kwa mfano, hivi kweli mnashindwa kujua watu waliandamana kwa ajili ya nini? Mnashindwa kweli kujua? Mnashindwa kurudisha akili zenu zikubali tu kwamba watu waliandamana kwa sababu ndugu zao walitekwa, kwa sababu ya rushwa na ubadhirifu wa magesi, tunauziwa bei, mavitu kupanda bei, uje si ndo bandari kuwekwa kwa wawekezaji, mnaenda mnakopa, mkisha kopa mnakuja mnatuambia tutalipa sisi huku chini. Aliyewatuma mkakope ni nani? Mnakuja mnatupandishia mavitu, mnapandisha matozo, alafu hivyo hamjui kwamba ndio vinavyosababisha watu wanaandamana. Hamjui kwamba hivyo ndio vinavyosababisha watu kupiga kelele. Haya, wakina Amfa ni Polepole wako wapi leo? Hao hamjui yale waliokuwa nayaongea kuhusiana na makaa ya mawe, wakina Angela Kiziga, kuongea ubadhirifu wote waliokuwa wakifanyika. Magufuli alipokuwepo hakukopa, na alisema nchi yetu inatakiwa ikopeshe mataifa hayo yanayotukopesha sisi. Leo hii mnakopa, alafu hamlipi nyinyi, tunakuja tunalipa sisi wananchi huku. Alafu mnakuja mnasema hamjui kilichosababisha watu kuandamana. Mimi nawaambieni, mnadili na kazi ngumu mno. Mimi nawaambieni kabisa, msifikiri kumzuru. Mimi nishasemaga kumzuru Mbarikiwa Mwakipesile, msihisi kwamba ndo mnakuwa mmeshamaliza mchezo. Mna kazi ngumu mno, kwa sababu mwisho wa yote hatujadili sisi kuvuta bangi, hatujadili sisi kuibia watu. Hatupo hapa kuibia watu, kwa sababu makanisa mengine inawezekana kuwapa watu si mafuta, kuwauzia keki, kufanyaje, kuwapiga sadaka, kwambia mtabarikiwa na Mungu, mtavipata kwa mbinguni, si mtavipata. Inawezekana wenyewe ndo wanadili nayo, lakini sisi hatudili na kuibia watu. Sisi tunadili na kutaka haki, kwa sababu mwisho wa yote maana na sababu ya kuabudu ilikuwa ni sisi watu wa Mungu, kuwa sababu ya kuonya juu ya mabaya yanayoendelea katikati ya jamii. Mnateka watu, wakina Mfani Polepole, wakina Mdude Nyagali, wakina Deus Soka, mpaka leo wajulikani walipo. Afu mnakuja mnasema jeshi la intelijensia si kubwa, na nikaja nikaona jeshi la wananchi lenyewe linajitoa. Sasa hatutakubaliana masuala ya utekaji. Watu washatekwa ndio wanasema hatutakubaliana. Ni upumbavu tu. Msitutibue bwana. Sikia sasa maandiko tena niyasome hapa. Katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 19, au mstari nianzie wangapi hapa? Mstari wa 18. Anasema wakawaita, wakawaambia, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana akajibu akawaambia,
kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu? Hukumuni nyinyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Yaani sisi alimadamu hiki ni haki, sisi kuacha kukifanya hicho hapana. Kwa sababu tungekuwa afadhali tunajadili kuvuta bangi, tunajadili kuibia watu, tunajadili kwenda kupiga watu, tunajadili kwenda kupola watu, tunajadili kwenda kufanya fujo. Hayo kweli ni halali kweli nyinyi kutudhibiti, lakini tunahamasisha watu wasitekwe, tunahamasisha watu msizulumu watu, tunahamasisha msifilisi watu, msikope nyinyi afu mje mnatuletea sisi tulipe. Tunahamasisha kwamba jamani, hebu muwe na ubinadamu, muwe na huruma. Mnakuja wanatuambia kwamba hivyo acheni. Mimi naungana sana na usemi ambao aliwahi kusema mzee Mbarikiwa Mwakipesile kwamba ni heri kufanya haki kinyume cha sheria kuliko kufanya mabaya kwa mujibu wa sheria. Yaani tukubali tu sasa kwamba tufanye tu mabaya kwa sababu unajua kwa mujibu wa sheria. Mimi sifanyi. Yaani mimi ni afadhali nife lakini kuliko kutii na ujinga, kutii na upumbavu. Mimi hapana. Hapana bwana, hapana bwana, hapana. Nye kama mnataka mbaki kwenye dunia ambao wote mtakuwa mnasifia tu na ambavyo sio vya kusifia, mubaki tu nyinyi, kwa sababu neno la Mungu na ucha Mungu likuwa ndo huu, kuonya na kukemea. Hii ndo kazi ya watu wa Mungu. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Maandiko yanatuambia umuonapo mtu mbaya anafanya mabaya na usimuonye, sema damu yake nitaitaka mikononi mwako. Mimi sitaki kudaiwa damu ya mtu, mimi sitaki. Ni afadhali wewe kama utaniua uniue, lakini nikiwa ninaongea kwamba haya sio sawa, ili mimi mbele za Mungu niwe nimenawa. Sikia, nimalizie na kitabu hiki cha Misali hapa. Tusitishane bwana, tusitishane. Kwa sababu maandiko yanatuambia msiogope aweze kuua mwili, ila hana uwezo wa kuiua na roho. Ogopeni, anaweza akaua mwili na roho, vyote akavitupa katika jehanamu. Tukogope wewe kama nani? Yaani wewe uteke watu, uwe watu, alafu tusiseme kisa wewe rais, kisa wewe mkuu wa mkoa, kisa wewe ni mkuu wa wilaya, kisa wewe ni waziri. Hapana bwana, wako watakaowasifia, wakawasikilizeni hao mpaka unakuja kutusikiliza hapa. Manake wewe hii ndo asili yako. Wewe naye pia unaonaje watoto wako na wenyewe wangetekwa? Unaonaje na wewe watoto wako wangeuawa? Unaonaje wewe unaonaje? Katika kitabu cha Misali sura 28 mstari wa kwanza sema, waovu kimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Yaani kudili na mtu ambaye yeye amesimama kwenye haki, hajadili kuibia watu, hajadili kupiga watu, hajadili kuzini, hajadili kwenda kuudhulumu watu, hajadili kufanya fujo. Kudili naye kumlazimisha aache, au kumkwanza kudili naye kwamba yani tutakuumiza. Mtu alimada mtu ni haki, kumgeuza mtu ni vigumu sana. Vinginevyo labda wawe wanavuta bangi, wanameshana kuvuta bangi, wanazini, wanalewa, huyo kweli unaweza ukamgeuza, huyo unaweza ukamgeuza. Hawa Chadema inawezekana kweli mkawageuza, CCT si nini, au inawezekana mkawageuza, lakini watu wa Mungu wewe mjai kuona. Waulizeni wakina Nebukadneza, waulizeni wakina Farao, waulizeni wakina Herode, waulizeni, walijaribu kugeuza mioyo ya watu waiache kweli lakini walishangaa, jamaa wanawafanyia kila aina ya namna, wanawatia magereza, lakini jamaa bado wana misimamo na mtazamo ile, hawageuki, hawayumbi, hawapepesuki. Wazeni wakina Shedaka wanaambiwa tutawatupa kwenye tanuru liwakalo moto, sema sisi hatutasujudia ujinga. Ni bora kumtii Mungu kuliko nyinyi, ni bora. Mimi nawaonya sana, nawaonya musizani, musifikiri mtaliua au mtaharibu kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haiwezi kuharibiwa na nyinyi. Angaikeni mtakavyohangaika. Namaliza kusema ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikana, sema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule afaye katika Bwana tangu sasa pate kutimiza wajibu akangali bado akiwa yuko duniani. Tazama Mungu mhukumu haki iwaje na malipo, na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.